Kupata mshahara ni hatua muhimu unapokuwa na malengo ya kujenga maisha yenye utulivu wa kifedha. Kila unapopokea mshahara, lazima uweke malengo ili upate maendeleo ya kifedha. Unaweza kupokea mshahara kila mwezi, lakini pesa zikaisha bila kuwa na akiba, uwekezaji au maendeleo kwa sababu ya kukosa mpango mzuri wa matumizi ya fedha. Ili mshahara usiwe chanzo cha matatizo ya kifedha, ni muhimu kuboresha namna unavyousimamia na namna unavyoutumia na kujitahidi kuweka akiba, kuwekeza na kuwa na chanzo kingine cha mapato, lakini pia kudhibiti matumizi na kuandaa bajeti. Haya ndiyo mambo yanayoweza kubadilisha hali yako ya kifedha hata kama mshahara wako sio mkubwa. Kitu cha kwanza ni akiba. Akiba ni sehemu ya fedha unayoitenga na kuihifadhi kwa matumizi ya baadaye. Unapopokea mshahara, ni vizuri kujilipa kwanza kwa kuweka kiasi fulani cha fedha kwenye akaunti ya akiba kabla ya kuanza matumizi mengine. Hii itakusaidia kujenga nidhamu ya kifedha na kuondoa tabia ya kutumia fedha zote bila mpangilio. Faida kubwa ya akiba, inakupa usalama wa kifedha wakati wa changamoto zisizotarajiwa. Badala ya kukopa au kuingia kwenye madeni, unaweza kutumia fedha ulizoziweka kama akiba na kuendelea na maisha yako bila kuwa na msongo wa mawazo. Akiba ni msingi wa kufikia malengo makubwa ya kifedha. Unaweza kuitumia kuanzisha biashara, kujiendeleza kielimu, kununua kiwanja, kujenga nyumba au kuwekeza kwenye miradi yenye faida. Wewe kama mfanyakazi, jenga utamaduni wa kuweka akiba kila mwezi unapopata mshahara. Kitu cha pili ni uwekezaji. Baada ya kuweka akiba ya kutosha, hatua inayofuata ni kuwekeza. Uwekezaji ni matumizi ya fedha kwenye miradi au mali kama asset inayoweza kukuletea faida kwa muda mrefu. Unaweza kuwekeza kwenye hisa, hati fungani, kilimo cha biashara, mifuko ya uwekezaji UTT AMIS au kufanya biashara kulingana na uwezo wako na malengo yako ya kifedha. Kitu cha kuzingatia ni kufanya utafiti kabla ya kuwekeza na kuchagua eneo linaloendana na malengo yako ya kifedha. Kitu cha tatu ni chanzo kingine cha mapato. Kutegemea mshahara peke yake inaweza kuwa hatari kubwa kwa sababu gharama za maisha zinaweza kuongezeka. Ni muhimu kutafuta chanzo kingine cha mapato ambacho kitakuongezea fedha kila mwezi ili uongeze usalama wa kifedha na kupunguza utegemezi wa mshahara. Chanzo kingine cha mapato kinaweza kuwa ni biashara, ufugaji, kilimo, uuzaji wa bidhaa mtandaoni au kufanya kazi ya ziada kulingana na ujuzi wako. Faida ya kuwa na vyanzo vingi vya mapato, unapata uwezo mkubwa wa kuweka akiba, kuwekeza na kutimiza malengo yako kwa haraka. Endapo chanzo kimoja cha mapato kitapungua, bado utakuwa na chanzo kingine kitakachokuingizia fedha na kuendelea kuishi kwa utulivu. Kitu cha nne ni matumizi. Matumizi ya fedha yanapaswa kufanywa kwa busara na kwa kuzingatia mahitaji ya msingi. Usifanye makosa kwa kutumia mshahara kwenye vitu vya anasa au matumizi yasiyokuwa na ulazima kabla ya kufanya matumizi ya mahitaji muhimu, kwa sababu unapotumia pesa nyingi kwenye matumizi ambayo hayana ulazima, huwa inasababisha fedha kuisha mapema na kuanza kukopa kabla ya mwisho wa mwezi, na mwisho wa mwezi unapofika unaanza kutumia mshahara kulipa madeni. Kitu cha tano ni budget. Budget ni mpango wa namna unavyogawa na kutumia mshahara wako. Kabla ya kuanza kutumia fedha, ni muhimu kuandika mapato yako yote na kupanga matumizi kulingana na vipaumbele ulivyojiwekea. Budget itakusaidia kutumia fedha kwa mpangilio mzuri. Kupitia budget, unaweza kutenga fedha kwa ajili ya akiba, uwekezaji, matumizi ya nyumbani, usafiri, afya na mahitaji mengine ya muhimu. Hii njia itakusaidia kuwa na udhibiti wa fedha zako na kuzuia matumizi ya ovyo ambayo yanaweza kuharibu mipango yako ya kifedha. Budget itakuwa na faida kama utaitekeleza kwa nidhamu. Ukiwa na tabia ya kupanga na kufuata bajeti kila mwezi, utaona maendeleo ya kifedha hatua kwa hatua na utaepuka madeni yasiyokuwa na ulazima. Mshahara unaweza kuwa ni mwanzo wa mafanikio makubwa ya kifedha kama utasimamiwa kwa hekima, kwa kuboresha akiba, uwekezaji, kuwa na chanzo kingine cha mapato, kudhibiti matumizi na kuandaa bajeti. Ni nguzo za muhimu ambazo zinajenga maisha yenye utulivu na maendeleo. Haijalishi mshahara ni mkubwa au mdogo, kinacholeta tofauti ni namna unavyoutumia.